ambalo kwa lugha ya Kiingereza linaitwa season, nyakati za maisha. Ni kweli kuna nyakati ambazo watu hupitia. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekutana na maadhi ya maisha. Ulikuwa mtoto, umekuwa kijana leo. Ulikuwa kijana, umekuwa mzee leo. Ulikuwa masikini, leo umekuwa tajiri. Ulikuwa tajiri, leo umekuwa masikini. Hayo yote ni mahadhi katika maisha. Ulikuwa huna ndoa, leo hii unafurahia ndoa. Ulikuwa uko kwenye ndoa lakini huna mtoto, na kwa namna ya pekee Mungu amekusaidia na umepata mtoto. Hayo ndiyo mahadhi ya maisha. Hizo ndizo nyakati za maisha. Ni kweli ulikuwa na rafiki yako, ulikuwa unampenda sana na hatimaye ulitarajia uwe naye kwenye ndoa, na safari ya mahusiano yalikuwa mazuri, lakini jambo lililotokea, jambo usilolijua wewe, kesho yenu ilikuwa si katika tumaini lenu. Hayo ndiyo mahadhi katika maisha ya familia. Na katika mfululizo wa mada hizi tutakuwa tukiangalia msingi wa mada hizi za maadhi ya maisha katika familia kutoka kile kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3. Kuanzia ule mstari wa 1 hadi mstari ule wa 8. Pale kuna mambo kadhaa ambayo utayagundua. Na hapa ndipo tutakapokuwa tutazama sana katika sehemu ya kwanza ya mahadhi ya maisha katika familia. Na hivyo Mungu akubariki unapojiandaa kufuatilia mada hizi. Na kila wakati tutakapokuwa tukiwa katika channel hii, nitatamani sana uweze kusubscribe ili kila mada zitakazokuwa zikikujia uweze kuzipokea, na hivyo uweze kubarikiwa pamoja nami. Lakini si tu kusubscribe, hata kulike na kucomment namna ambavyo unafurahia, namna ambavyo unabarikiwa. Lakini hata kama utakuwa na mahitaji, labda maombi, labda kuna huduma fulani kwa ajili ya kushare uzoefu wako na sisi katika studio yetu, unaweza ukatuma taarifa. Ukatuma taarifa kupitia namba 0653675389 na jina